Kwa hiyo kwa ufunguzi wa sentensi tutaanza kutumia Ben Severin. Kwa hiyo kwa wakati wa mazoea ukitaka kusema mimi huwa nafanyaga kitu gani, mimi hupendaga au mimi napendaga kitu fulani, ili kubeba wakati uliopita, uliopo na ujao. Kwa hicho kitu wewe muda wote ukikiona wewe hoi, unaweza tukachukulia mfano huo, si ndio? Kwa hiyo mimi hupendaga au mimi napendaga. Umeelewana eh? Mimi hupendaga au mimi napendaga. Sasa tukija kuangalia nafsi ya pili sen, sawa eh? Yaani wewe, tunataka tuunge sentensi hiyo, tutakuta sen ana ile sun, sawa eh? Sin, sun na sun. Tumeelewana eh? Kwa hiyo ukija kumwangalia nafsi ya pili naye, tukija kumwingia sentensi yake ya sen, yani wewe nini, vile vile save. Ukichukua ile save, unachotakiwa ni kuongeza, tunafanyaje? Kwa bado ni a inapambana tu hapo, sawa eh? Hapo tunaona kabisa bado ni a inapambana. Kwa bado tutatumia mfumo wa save, alafu mbele ndio tutabadilisha, kwa sababu kanuni ya mbele ni nini? Kiambishi cha nafsi, kuonyesha tukio anafanya nani, sawa? Kwa save a, kwa sababu ni sin, itakuwa sin hapa, sawa eh? Kwa tutapata wewe. Sasa muda huo unapendaga, yani wewe nafsi ya pili unapendaga. Kwa hiyo neno unapendaga kwa kutumia genishi zamani linapatikana kutoka kwenye several sin, kwa maana yake unapendaga, sawa eh? Unapendaga, sawa eh? Unapendaga, tunapata several sin. Nafsi ya tatu ni o, tunamjua jamani, o tumeelekezwa siku zote o kuwa hana kiambishi, hiyo inajulikana, si ndio? Kwa hiyo huku o anaga kiambishi empty set, yeye kiambishi huwa ana kwenye kueleza cha vitenzi kwenye wakati huu. Kwa hiyo utasema tu o sever. Hapa tunamzungumzia mtu wa tatu, yani somebody. O sever maana yake anapendaga, yani yeye huyo mtu wa tatu anapendaga. Hapa ni anapendaga. Umeelewana vizuri eh? Anapendaga huyo mtu wa tatu. Sasa hii tumeangalia kwa upande wa nini? Upande wa nafsi za umoja, yani tekiri. Wingi wake wa beni maana itakuwa busy sisi. Wingi wa seni itakuwa sisi. Wingi wa o itakuwa online. Kwa hiyo hapa tunachokifanya tutabadilisha tu wingi, tuangalie huku vitabadilika vitu gani? Sawa eh? Acha seme kama zilivyo, sawa eh? Na hapa kwa hiyo biz hapa itakuwa sis. Hawa ni wengi sasa, yani nyinyi, sisi. Kwa hiyo biz sisi, sis nyinyi, online wao, sawa eh? Sasa kwa wingi wao nao itakuwaje? Kwa hiyo kwa wingi wao kumbe kitu kinachofanyika ni kile kile, sawa eh? Hapa biz severis, kwa maana yake ni sisi, ndio huwa tunapendaga, sawa eh? Viambishi vyake vinajulikana eh? Is, uz, ndio biz, viambishi vyake ni uz, is, uz na uz, sawa eh? Vinafahamika. Na sis viambishi vyake vinajulikana ni sinus, sawa eh? Sinis, sawa eh? Sinis, tumeelewana eh? Sinus, sinis, sunus, sawa eh? Na sinus. Kwa hiyo wewe unachoangalia ni vocali inasemaje. Hivi ndio viambishi vya wingi, si ndio? Online naye anakuwa na kiambishi cha rar. Tamam, anakuwa na kiambishi cha rar au re. Hivi ndio viambishi vya nafsi ambapo tunaendelea. Kwa hiyo bis severis, kwa sababu tumekuja kuchukua e hapa, afu sis itakuwa seversinis. Kwa sever hapa tutaweka sinis, sawa, tutakuja kuiba hii hapa itakuwa seversinis, alafu online tutapata severar.
Kwa hiyo unaposema online several, maana yake wao sasa. Kwa hiyo hapa watakuwa wao, hapa mtakuwa nyinyi, sawa mnapenda, sawa nyinyi mnapenda. Tumeelewana Kwa hiyo hapo imefahamika. Kwa hiyo severis, sisi hupendaga, sisi tunapendaga, sisi. Bis severis, sisi tunapendaga. Sis severisinis, kwa hiyo sis severisinis, nyinyi mnapendaga. Alafu online severer, maana yake wao wengi tayari washakuwa. Online somebody, wakiwa wengi ni wao. Kwa hiyo hapo tayari tumeelewana kwenye kitenzi statement. Tuangalie kitenzi kingine nacho kinaweza kufanyaje kazi. Tuangalie mfano wa kitenzi kingine, tutabadilisha mfano wa kitenzi hapa.